Makamanda wa SMZ na SMT watahakikisha wanashirikiana vyema katika kulinda amani na utulivu katika visiwa vya Unguja na Pemba. Hayo ameyasema mara baada ya kumalizika kwa mazoezi ya kutembea kwa miguu route march kwa makamanda wa vikosi vya SMZ na SMT katika kilele cha maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar. Matembezi hayo yameanzia Mtoni hadi Mnazi Mmoja mkoa Mjini Magharibi Unguja. Mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama Brigedia Jenerali Said Hamisi Said amesema kuwa ameamua kujumuika kwa pamoja na vikosi kufanya mambo ambayo yaliashiria mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 64. Jenerali Said Hamisi Said ni mkuu wa brigedi ya nyuki, lakini vile vile ni mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama ya Zanzibar. Leo siku ya tarehe 12 2026 tumekusanyika hapa ikiwa ni kilele cha sikukuu au kuhamasisha siku ya mapinduzi, siku ya tarehe 22, kilele cha siku ya mapinduzi. Kwa hiyo vikosi vya ulinzi na usalama tuliona ni vema kwa pamoja tukajumuika sisi kama sisi sote tukafanya jambo ambalo litaashiria kidogo mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusiana na mapinduzi. Leo tulikuwa na route march, lakini tulikuwa na show, na baada hapo tumekaa pamoja hapa tukafanya nyosha viungo kidogo. Lakini kawaida ya maafisa na askari lazima tuwe na wakakamavu. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yeye ndio msemaji mkuu wa mambo ya ulinzi na usalama katika Zanzibar. Kamanda mkuu wa kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar, Komodoa Azana Hassan Msingiri, ameeleza kuwa ameamua kushirikiana kwa pamoja kamati ya ulinzi na usalama kuhakikisha visiwa vya Unguja na Pemba ulinzi na usalama unaimarika. Aidha, amesema kuwa kuyalinda mapinduzi na kuyatetea ni wajibu wao, hivyo watahakikisha amani na utulivu vinatawala katika visiwa. Kutokana na ujumuishi tulikuwa nao leo hii wa maadhimisho ya miaka 62 ya matukufu mapinduzi yetu ya Zanzibar yalifanyika mwaka 64, na sisi tunaamini kwamba mkusanyiko huu unaadhimisha mapinduzi hayo kwa majeshi ya idara maalum SMZ na SMT. Tumeweza kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama visiwa vya Unguja na Pemba unaimarika kupitia mapinduzi matukufu ya Zanzibar, kwa sababu mapinduzi kwa sisi viongozi pamoja na wafuasi wetu kuyalinda na kuyatetea ni wajibu wetu kulingana na viapo tulivyokula. Mwanajeshi yeyote anaheshimu viapo. Mwanajeshi yeyote anaheshimu viapo. Mwanajeshi yeyote anaheshimu viapo. Na sisi kulingana na viapo vyetu tutaendelea kuyalinda mapinduzi ya Zanzibar kwa nguvu zetu zote, kwa mshikamano wetu wote. Kama mlivyoona leo hii vikosi vyote tumejumuika hapa wa SMZ na SMT kuhakikisha tunasherehekea mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 64 ambao ni mapinduzi halali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kama kamanda mkuu wa idara maalum SMZ, na ndio kiongozi wetu mkuu wa masuala ya ulinzi na usalama katika visiwa vya Unguja na Pemba. Kwa kweli tunamhakikishia makamanda wa SMD na SMZ tunashikamana kwa nguvu zetu zote kuhakikisha ulinzi wa visiwa hivi vya Unguja na Pemba unakamilika na unakuwa madhubuti na unakuwa sio kutiliwa mashaka. Tunahakikisha muda wote visiwa vya Unguja na Pemba viko salama kupitia majeshi yaliyoko hapa, kuona kwamba kila kitu kiko salama, watu wanaendelea na shughuli zao salama na amani, na wale walioko nje ya nchi ya Tanzania au Zanzibar waone mkusanyiko huu kuonesha kwamba amani na utulivu imechukua nafasi kubwa sana. Sehemu zote tulizokuwa tunapita na vikundi wetu barabarani, wananchi wamekuwa wakifurahia majeshi yao. Hiyo inaonyesha wazi kwamba wananchi wanapenda majeshi na majeshi yanapenda wananchi wake. Ndio maana majeshi wakati wa amani tunashirikiana na raia kuhakikisha kwamba raia ndio wanajeshi wetu na wanajeshi ni raia wao. Tuko pamoja kuona kwamba nchi yetu iko salama wakati wote, iwe wakati wa mchana, iwe wakati wa usiku, iwe baharini au nchi kavu, kuhakikisha kwamba usalama umebobea katika maeneo hayo.
Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hapa Zanzibar, kamishna wa polisi CP Kombo Hamis Kombo, ameeleza kuwa matukio ya uhalifu yamepungua kwa kiasi kadhaa, endelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama kwa kushirikiana pamoja na vikosi vya SMT. Kama tunavyojua, siku unapofika tarehe 12 Januari huwa tunaadhimisha kilele cha sherehe ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa hivyo safari hii tumekuja na aina hii ya kusherekea tukiwa kama vikosi vya ulinzi na usalama kwa pamoja. Tumejumuika na tukafanya route march na show force na baadaye tumefanya mazoezi. Hii kuonesha kwamba sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama tuko pamoja. Nafikiri shughuli nyingi za kiserikali tunafanya pamoja, kwa hivyo hata hii kwenye siku ya leo tumeona tumekuwa pamoja, vikosi vyote tumeshiriki. Na hii ni kuonesha kwamba linapotokea jambo la ulinzi na usalama huwa tunashirikiana. Hali ya ulinzi na usalama, tumemaliza mwaka, tunamshukuru Mungu kwa salama. Matokeo ya uhalifu kwa ujumla yamepungua kwa asilimia kadhaa, na tumeuanza mwaka mpya na mambo mapya, na tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kwa kushirikiana pamoja kwa wale yote ambao mapungufu tuliyaona kwa namna moja au nyingine. Tukiongozwa na mwenyekiti, tutakaa pamoja kuona hali ya usalama tunazidi kuimarisha hapa Zanzibar. Route march kwa askari ni kuonesha ukakamavu. Askari unatakiwa muda wote uweko fiti. Kwa hivyo kwa eneo alilotembea ni kuonesha namna gani kwamba askari wako imara wa vikosi vyote. Kwa hivyo kila mmoja anaonesha yuko vizuri. Kwa hivyo route march inasaidia kuonesha ukakamavu, na baada ya kufika hapa tumeona karibu wote baada ya kufika tu walikuwa na morali na wameonesha kwa kunyosha viungo kwa mazoezi ya viungo. Kwa hivyo route march inasaidia sana. Mimi niwape kusia wananchi wa Zanzibar kwamba uhalifu haulipi, kwa hivyo wajiweke mbali nao. Tunataka wananchi wale ambao wanatekeleza au wanafuata sheria za nchi zilivyo na kujiweka mbali na uhalifu, kwa sababu unapofanya uhalifu ujue tu utakupeleka pabaya. Tumeshuhudia kuna baadhi ya watu ambao wakifanya uhalifu na ukawapeleka pabaya. Kwa hivyo haiwi sifa njema unapokuwa unajihusisha na uhalifu, ikiwa kama ni kijana au kama ni mzazi, kwa sababu ujue tu utaipatisha tabu familia yako. Kwa hivyo ni wasihi tu wananchi wafuate sheria bila shuruti na hawatogombana na vyombo vyovyote vya sheria, lakini wanapokwenda kinyume, basi sheria inabidi ichukue mkondo wake. Kwa hivyo watapata stahiki kwa mujibu wa sheria. Matembezi haya ya route march pamoja na mazoezi ya viungo yameanzia Mtoni na kumalizikia uwanja wa Mnazi Mmoja. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.